Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, maandalizi yetu kuelekea ligi ya mabingwa wa mikoa RCL yanaendelea vizuri na yapo kwenye kiwango kizuri. Kilichosalia tu ni kuanza kupokea wageni, kwa maana tarehe 11 tunaanza kupokea wageni, kwa maana waamuzi, officials kutoka TFF pamoja na vilabu. Kwa sababu tarehe 12 tuna kikao cha pamoja kati ya vilabu, FA ya mkoa wa Kigoma na TFF kuelekea tarehe 13 kuanza mashindano. Kwa hiyo taratibu zetu zinaendelea vizuri, kama na maandalizi yanaendelea vizuri. Upande wa viwanja vitakavyotumika vya mazoezi, Kigoma tuna viwanja vingi sana. Kwa hiyo timu zitakapofika hapa tutawaelekeza viwanja vya kufanyia mazoezi. Tuna viwanja kama vile Kawawa, tuna uwanja kule Mission Mfaransa, kuna viwanja vitatu vizuri. Kuna uwanja wa hali ya hewa, kuna uwanja ambao unachezewa na timu ya Kajuna FC, tuna uwanja wa Mashujaa ambao wote hao tumeshazungumza nao na tumeshawaomba, wametukubalia timu zinaweza zikaenda zikatrain. Kwa hiyo tutapokuwa na kikao cha pamoja tarehe 12 tutaelekeza viwanja vipo wapi. Zinaingia timu ngapi, labda sehemu ya hoteli labda ambazo mmewaelekeza, labda unaweza kusikia wapi? Kigoma tuna hoteli nyingi sana. Tuna hoteli zaidi ya 50. Kwa hiyo timu zikija zina hiari zifikie hoteli gani. Lakini waamuzi wetu na officials wetu tayari sisi kama wenyeji FA mkoa tumeshawatafutia sehemu ya kufikia na sehemu ya kula. Lakini vilabu vikija vina hiari vitapotaka kufikia, hawezi kwenda kwa force kaeni hapa, inategemea wao kiuchumi wakoje. Lakini swala la hoteli kwa Kigoma sio issue. Kigoma nyinyi mmejiandaaje kwa tofauti na vituo vingine ambavyo vinakuwa vina hotel haya mashindano ya mkoa? Tuna tabia kuwa tunafanya vizuri. Kwanza sehemu yetu ya kuchezea inakuwa nzuri sana. Tuna ushirikiano na wamiliki wa uwanja, ave meneja uwanja tuko nao vizuri sana. Tuna hoteli nzuri, hata huduma tunaamini zinakwenda vizuri. Kwa hiyo mara nyingi sisi tunakuwa tunasimama katika uimara na wengine wanasimama katika uimara, ila sisi huwa tunapenda tuwe imara zaidi. Yeah. Msimu uliopita Kajuna ambaye ametoka kwenye kanda ya magharibi alifika mpaka kwenye hatua za mtoano. Pengine kwa maandalizi ya timu za huku magharibi kuelekea hivyo, binafsi yenu tutegemea tena kuona timu moja wapo kutokea huku ikifanya vizuri? Tunategemea hivyo, kwa sababu hata ukiangalia Kajuna waliocheza mwaka jana na mwaka huu wana utofauti. Wa mwaka huu wanaonekana performance yao ni nzuri zaidi, wamefanya usajili mzuri, benchi lao la ufundi zuri. Kwa hiyo tunaamini mpaka hatua hiyo inayokuja watakuwa wazuri zaidi na watakwenda kuleta ushindani zaidi kwenye mashindano yetu. Moja ya kikwazo ambacho kilifelisha Kajuna msimu uliopita ni vijana kutumika huku kwenye mashindano ya ligi, wanakuwa na miaka 20, chini ya miaka 20 wanakwenda kukutana na timu ambayo imetoka labda daraja la juu ambayo ina wachezaji wenye miili yenye ukomavu zaidi. Hili labda kuna mabadiliko yoyote au linabaki vile vile? Kwanza mashindano haya ya RCL wanacheza wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20. Kwa Kajuna hata mwaka jana alikuwa hivyo, lakini huo mchezo unaozungumza ni mchezo wa playoff kati ya Kajuna FC ambao walikuwa wana wachezaji wa under 20 pamoja na timu ya Kopko ambao walikuwa wanacheza first league kwa maana daraja la pili. Wale wachezaji wao ni wakubwa, lakini tulipambana hapa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Kajuna alishinda goli 2-0. Kwenda kule Mwanza wale Kopko wakashinda 3-0. Kwa hiyo swala la eji wala alikutusumbua sana. Tulikosa bahati tu. Ndio kitu pekee ambacho kilichoweza kuisumbua timu ya Kajuna FC. Sawa. Mwaka jana tumeshuhudia mashindano hapa Kigoma. Sawa. Hongereni sana kwa maandalizi. Yeah. Na mwaka huu tumaini yatakuwa vizuri. Yeah. Swali langu ni moja, mmejipanga vipi kuondoa ule ukakasi ambao unatokana mara kwa mara na umri wa vilabu shiriki mashindano? Kwanza sisi kama FA mkoa, ligi zetu zote za mkoa, cha kwanza tunachozingatia sisi ni umri. Na hata kama umeona ligi zetu za mkoa kulikuwa kuna mchezaji mwenye umri mkubwa, tunazingatia ile kwa sababu huu usajili wanaocheza ligi ya mkoa ndio wanakwenda kucheza nao mashindano haya ya RCL. Kwa timu kama vile Kajuna wanaingia wakiwa wana ile discipline ya kuzingatia umri. Na si hilo tu, hao officials wanaotoka TFF watafanya research kwenye timu zote. Mchezaji ambaye ataonekana huu ni mkubwa basi watamuondoa kwenye mashindano. Kitu ambacho mimi na asilimia kubwa kwamba kwa timu ya Kajuna swala la umri umezingatia, kwa sababu sisi kama FA tokea tunacheza ligi ya mkoa hicho kilikuwa ni kigezo ambacho tulichokiweka kwamba lazima tuhakikishe tunacheza mashindano ya wachezaji waliokuwa na umri chini ya miaka 20.